Tumeanza kushirikiana na kampuni ya Azam kwa ajili ya kuifikia, lakini ile kampuni iliyopewa mradi ule ZFDFCO wamefikia asilimia kubwa. Na awamu ya kwanza mradi huo ambao tutaifungua by November itahusisha kwanza jengo la abiria. Tutahamisha abiria wa meli za Roro ama roll off ambazo ni zile meli ambazo tumezoea ni Sea Link. Sawa, kwa sababu tunaenda na mradi huu kimkakati. Initially ilikuwa tuhamisha abiria, lakini sasa hivi tutaboresha bandari ya Malindi kwa ajili ya kuifanya kama ni kituo cha water taxi. Tutaruhusu na passenger terminal kwa ajili ya meli za mwendokasi, lakini by 2027 ndio itakuwa kikomo ya bandari ya Malindi kuhudumia meli za mwendokasi, kwa kuwa mradi wa Malindi ama mpiga duru itakuwa umekamilika kwa awamu ya kwanza kikamilifu, ambapo ndani yake sasa utakuwa una huduma mbalimbali ikiwemo hoteli ya kisasa yenye hadhi ya nyota 5, maduka ama special economic zone. Itakuwa ni bandari ya kwanza ya abiria yenye uwezo wa kuhudumia vyombo vya namna 3: vyombo vya anga, vyombo baharini yani meli za mwendokasi, lakini pia vyombo vya ardhini ikiwemo kituo cha mabasi kikuu. Kwa hiyo kwa Afrika, sio Afrika Mashariki, kwa Afrika nzima utakuwa ndo bandari ya kwanza yenye uwezo wa kuwa ni tripod. Sijui kama ile neno tuambie kwa sababu hata Afrika ni geni tripod. Ina maana tutakuwa tunaweza kuhudumia ndege ambazo zinatoa baharini, na mimi tushai kuziona kwenye movie kadhaa. Mara nyingi tunaziona katika visiwa vya Maldives, Mauritius, na hichi kitu ni kimoja kati yao na azma ya serikali ya Dr. Mwinyi kuifanya Zanzibar kushindana na nchi za visiwa kama Mauritius, Maldives. Mgeni asiwe na sababu ya kwenda visiwa hivyo wakati ana uwezo wa kuja Zanzibar. Kwa hiyo itaweza kuhudumia seaplanes hizi ambazo zitatuwezesha sasa kuweza kusafiri baina Unguja na Pemba, lakini mbali na hivyo tunajaribu kuangalia hata kufika mikoa ya maziwa. Inabidi ukitaka kwenda Lake Victoria, Lake Nyasa, Lake Malawi, kokote, Lake Tanganyika unafika, yani popote kitakapokuwa kuna access ama water body, sehemu yote ambayo itakuwa na bahari ama maji iwe ziwa, basi kupitia bandari yetu hii utaweza kwenda huko. Fanya mapinduzi ya sekta ya bandari. Idadi ya miradi ama gharama za miradi yote inaenda kutekelezwa, ikiwemo bandari ya Mangapwani, ujenzi wa bandari ya Kizimkazi, ujenzi wa bandari ya Fumba, ujenzi wa bandari ya Shumba, ujenzi wa bandari ya Wete, maboresho ya bandari ya Mkoani, na pamoja na kujenga chelezo, pamoja kujenga bahari ya mafuta, pamoja na kujenga miundombinu kushusha mafuta na gesi. Gharama za miradi hii ni dola milioni 733, sasa na takriban trilioni, zaidi ya trilioni 2 za Kitanzania zitahitajika. Mamlaka ya usafiri baharini, mamlaka kama mamlaka, maana yake ndio tukasema ni regulator, yani ni msimamizi wa masuala yote yanayohusu usafiri wa baharini, ikiwemo ile shirika la bandari nalo pia linasimamiwa na regulator ambaye ni mamlaka ya usafiri baharini. Kwa kuanzia tu, mamlaka ina majukumu makubwa sana kwenye sekta nzima ya usafiri wa baharini. Kwa kuanzia, jukumu lake la kwanza ni kufanya usajili wa meli pamoja na vyombo vidogo vidogo, michezo ya baharini. Hizi boti tunazoziona zote haziwezi kuingia baharini, haziwezi kufanya kazi ya kusafirisha watu, haziwezi kufanya kazi ya kusafirisha mizigo na kazi nyingine kama vyombo vile havijasajiliwa na mamlaka ya usafiri baharini. Pia kufanya ukaguzi. Kabla ya kusajili lazima vyombo vile vifanyiwe ukaguzi wa kitaalamu, vionekane kweli vinakidhi haja kwa malengo yaliyokusudiwa. Kwa mfano, boti ya kubeba abiria. Kabla boti haijabeba abiria lazima ifanyiwe ukaguzi wa kitaalamu na wakaguzi wa mamlaka ya usafiri baharini, na ukaguzi ule unapofanywa inaangaliwa ile boti vigezo vyote vinavyostahiki kuwa boti ya abiria au meli ya kubeba abiria. Ikishakuwa imekizi vigezo ndipo inapewa leseni au ruhusa ya kusajiliwa na inasajiliwa kuwa boti ya abiria. Kadhalika na mizigo, vyombo vidogo vidogo tunavyoviona, uvuvi. Let's say unaweza ukawa una chombo chako, unataka kuvua, lakini je, chombo hicho kinakidhi haja kwa ajili ya uvuvi? Kwa hiyo lazima kwanza tukikague. Tukishakikagua tunakipa leseni, alafu yeye anakwenda kutafuta taratibu nyingine za vibali vya uvuvi na kadhalika. Ni sawa sawa na unapomiliki gari, unapomiliki chombo cha moto, lazima kikaguliwe, ndio maana unapewa road license,
na kadhalika, unakaguliwa baadaye ndio unapewa road license. Ni sawa sawa na huku kwenye usafiri baharini. Kwa hiyo sisi ndio tunakuwa kama regulator, ni regulator kabisa. Bandari, let's say bandari pia tunatakiwa sisi majukumu yetu mengine kufanya compliance au usimamizi wa sheria na miongozo iliyopo. Kwa mfano kama tunasimamia bandari inapotakiwa kimataifa inatakiwa iweje, iwe na vifaa, miongozo mbalimbali tunatoa kwa ajili ya kuregulate. Maana yake bandari kama bandari, yeye ananisubiri mimi nimwekee miongozo alafu yeye aweze kufanya zile operations zake.